Waziri wa Madini Anthony Mavunde ametoa maelekezo kwa katibu mtendaji na mwenyekiti wa Tume ya Madini kufanya marekebisho ya kanuni ya 4 ili kuhakikisha kuwa mtu yeyote kutoka nje ya nchi anayekuja kufanya kazi nchini au kuingia ubia ni lazima awe anawakilisha kampuni iliyo tayari na yenye uwezo wa kweli wa kuwekeza. Mavunde amesema kuwa kuna baadhi ya kampuni hasa za kigeni zinapokuja kuingia ubia na makampuni hapa nchini zimekuwa zikitafuta kampuni ambazo hazina uhusiano na kile ambacho wao wanakifanya. Katibu mtendaji wa tume na mwenyekiti wa tume kwa hapa kufanya marekebisho ya kanuni hii, kanuni ya 8, kanuni ndogo ya 6, ili mtu yoyote anakuja kufanya kazi nchini akiwa anaingia ubia na Mtanzania, iwe ni kampuni ambayo inafanya shughuli ambayo inahusiana, ili huyo kuna transfer ya teknolojia ya ukweli na sio maigizo. Eneo lingine mwanadamu lisemea siku ya leo ni utayari wa sekta binafsi. Ndugu zangu wa Tanzania, tuna fursa kubwa sana kwa sekta ya madini ambayo kuna baadhi ya maeneo hayajaguswa kabisa. Niwaombe mwitumie nafasi hii vizuri ili muweze kunufaika na sekta ya madini. Yako maeneo ambayo bado kabisa hayajaguswa. Kupitia kampuni za Kitanzania, jitahidi kuweza kuwa mnafuatilia kupitia Tume ya Madini na kufahamu fursa zilizopo ili mjitokeze kwa wingi. Tafurahi sana kama jambo hili litatimia. Lakini pia mmeziona taasisi za fedha hapa, benki mko hapa, niwaombe mwawezeshe wa Tanzania kibitaji ili waweze kufikia malengo na makusudio ya ushiriki wao wa 100% kwenye sekta ya madini. Sasa hapa kuna ujanja mmoja unafanyika. Kuna baadhi ya kampuni hasa za kigeni kwenye eneo la kuingia ubia wamekuwa wakitafuta kampuni ambazo hazina uhusiano na kile ambacho wanakifanya. Yaani kampuni ya kutoroka inakwenda kuingia ubia na kampuni ya stationary. Transfer ya teknolojia hauipati popote na inakiuka kanuni ya 4, kanuni B, ambayo inazungumza kuhusu kuwajengea uwezo wa Tanzania kupitia ushiriki kwenye sekta ya madini. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa jukwaa hilo wamesema kuwa kwa sasa wachimbaji wengi wadogo na wakubwa wanaweza kupeleka sampuli moja kwa moja maabara na kujua nini kilichopo kwenye shughuli zao. Jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji kwa Watanzania katika sekta ya madini linafanyika mkoani Mwanza kwa siku 2 huku likihudhuriwa na makampuni na wadau mbalimbali wa sekta ya madini. Sisi kama Watanzania na hii kampuni ndogo ya Watanzania tumepata fursa ya kushiriki moja kwa moja kwa wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa. Kwa kupitia huduma bora ya maabara za madini kupitia SML, wachimbaji wengi wamepata kwa sasa wanaenda moja kwa moja kuchimba na kuleta sampuli maabara na kujua nini kilichopo kwenye shughuli zao.